السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu kina baba, kadhalika kina mama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Baada ya shukurani zangu za awali, sina budi kuzirejesha tena shukurani zangu kwa mara nyingine kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya pumzi ambayo ndio neema ya uhai, tukaweza kuidiriki siku hii ya leo na tukapata fursa ya kujumuika mahala hapa. Hii ni kheri kubwa kwetu sisi, lakini vile vile hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya afya, na afya ndiyo kila kitu. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha sa'altumullaha fas'aluhu al-afiyah, munapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi muombeni afya. Mtume hakuelekeza hivyo isipokuwa baada ya kutambua ya kwamba hakuna neema kubwa kama neema ya afya. Kwa hiyo tunamshukuru Allah kwa neema ya afya. Hata kama afya yako haiko sawasawa kiukamilifu, lakini angalau unaweza kuamka, unaweza kutembea, unaweza kusafiri ukafika mahala hapa. Kwa sababu kuna wengine hivi ninavyozungumza wako mahospitalini maututi, hawamjui anayeingia wala anayetoka, lakini leo wewe angalau. Kwa hiyo unao wajibu wa kumshukuru Allah kwa neema ya afya, lakini pia tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya amani aliyotujalia katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo tumekaa hapa tukiwa tayari kufanya ibada yetu ya dua katika hali ya amani na utulivu. Hakuna mlio wa risasi tunaosikia, hakuna mlio wa mabomu tunaosikia. Kila mmoja ametoka nyumbani kwake
akiwa anaamini atakaporejea ataikuta familia yake ikiwa salama. Hii pia ni neema kwetu sisi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia katika nchi yetu hii ya Tanzania, na kila mmoja kwa nafasi yake na kwa wakati wake ana wajibu wa kunyanyua mikono na kuiombea nchi yetu amani izidi kuendelea. Lakini pia wapo wanaoisimamia amani. Amani hii inasimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na waandamizi wake akiwemo makamu wake wa rais Dr. Mipango, lakini pia akiwemo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na naibu wake Dr. Biteko, lakini pia na mawaziri wote wanaomsaidia rais, wasina kumsahau IGP na MRPC, wakuu wote wa mikoa katika mikoa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ndio wasimamizi wa amani. Usicheze na kadhia ya kutoweka amani katika nchi. Wallahi tusingekaa mahala hapa, na kama tungekuwa na ujasiri wa kukaa mahala hapa tungekaa katika hali za wasiwasi. Sisi wenyewe hapa tungekuwa tuna wasiwasi, lakini pia tungekuwa na mashaka makubwa kuziwazia familia zetu tulizoziacha majumbani. Lakini kwa sababu ya amani tumekaa, tuna utulivu hapa. Tutamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya shida tulizonazo na tutagawiana dawa. Kwa hiyo tuzidi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, pamoja na waandamizi wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watie nguvu, awape afya, awaongezee hekima pamoja na hekima walizonazo, ili waweze kusimamia amani ya nchi hii. Na wala tusije tukafanya majaribio kwamba CCM imetawala kwa muda mrefu, ebu tujaribu kubadilisha, tukipe mamlaka chama kingine. Jamani, utawala wa nchi si kubadilisha kama nguo, kwamba nguo hii imenichosha sasa ninabadilisha navaa nyingine. Mifano tunayo katika nchi za wenzetu. Tuna mifano iliyo wazi kule Libya. Gaddafi alikuwa ni mtawala bora, na raia wa nchi ile walikuwa hawana shida, wakilipiwa umeme bure, wanalipiwa maji bure, akimaliza kusoma tu anaandikishwa kazini, kijana akifikia umri wa kuoa anawezeshwa. Lakini wao walitamani kubadilisha tu maisha kama vile mtu anavyobadilisha nguo. Wakaamua kuandamana kwa kutumiwa na mabeberu, wakampindua Gaddafi na wakamuua. Lakini hii leo wanajuta yale yanayoendelea katika nchi ya Libya. Lakini pia tuangalie kule Iraki mpaka sasa haijatulia. Tazame Sudani hakujatulia. Mamia ya watoto wadogo wanaathirika, kina mama wanabakwa, mashule, yani shuleni hakuendeki tena. Lakini pia tutazame hata hapa Kenya hapa, baada ya kuingia madarakani Rais Ruto, walijaribu kutaka kuandamana, maisha yakawa magumu kweli kweli. Sasa lile unalolitarajia kulipata kwenye chama kingine unaweza usilipate. Kuna usemi mmoja unaosema usiache mbachao kwa msala upitao. Shekhe wangu wa mkoa huwa ana mfano, anasema leo hii mtu anaweza akaja akakwambia huu mti wako wa matunda huu mti wako wa machungwa machungwa yake si mazuri haya, nimekuletea mbegu kutoka Ulaya,
kuletea mbegu kutoka Ulaya, mbegu ambazo ukipanda mti ukiota matunda yake ni makubwa mno, ni mazuri. Hivyo basi ukate huu mti wako huu, halafu upande hizi mbegu. Sasa shekhe anasema na wewe ukikubali ukaukata ule mti, kisha ukachukua zile mbegu ndio ukapanda, ukaanza kumwagilia, kuulea ule mche mpaka ukakue, na haujui unakwenda kuzalisha kitu gani, wewe utakuwa huna akili. Unachotakiwa kumwambia kwamba mimi siwezi kukata mti wangu huu, kwanza tupande hizi mbegu, zimwagiwe, ziote, zikue, tuone matunda yake. Kisha tukiona matunda yake ndio tunaweza tukakata huu mwingine. Ndivyo ilivyo kati ya chama cha CCM pamoja na vyama vingine. Huwezi kusema kwamba chama hiki kitaleta maendeleo ukadharau maendeleo unayoyaona, ukadharau amani iliyodumishwa kwa muda mrefu na inaendelea kujengwa. Lakini hapa Mwanza tunaona inajengwa kuanzia Mwanza ikielekea Isaka. Lengo ni kukutana. Mtu anaweza akawa anafanya kazi Dodoma, analala Dar es Salaam. Anafanya kazi Morogoro, analala Dar es Salaam. Mfanya biashara ana uwezo wa kutoka Mwanza akaenda Dar es Salaam akachukua biashara zake na akarudi bila kuhangaika kulala gesti. Lakini tunaangalia bwawa la Mwalimu Nyerere, muda si mrefu tutapata umeme usiokuwa na mgao, pamoja na kwamba hii leo mgao wa umeme ni nadra sana, lakini bwawa lile tunataraji kupata umeme usiokuwa na mgao. Lakini pia tutazame soko letu hili la Mwanza. Hivi huu mwezi wa 5 mwishoni hivi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana ratiba ya kuja kulifungua. Lakini pia tutazame daraja la Makufuri pale Busisi pale. Jana tu nimemshuhudia mheshimiwa Msukuma anapita na gari yake pale, anasema kama Ulaya tu, kama ndoto tu. Kuna maendeleo zaidi ya haya. Kina mama wanapewa mikopo, labda iwe ni wewe mwenyewe hutaki tu, lakini mkijiunga makundi, mkaandaa katiba zenu, mkapeleka, mnapatiwa mikopo. Sasa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata viongozi bora kama hawa, lakini pia tuna wajibu wa kumshukuru Allah kwa neema ya amani tulionayo katika nchi yetu. Kwa hiyo usitokee watu wakakwambieni andameni kwa kisingizio cha no reform no election. Msikubali. Wakikwambieni hivyo, basi waambieni andamaneni nyinyi na wake zenu na watoto wenu. Kuna wengine wake zao na watoto wao wako nje ya nchi, tena wana uraia pacha, uraia wa Tanzania na uraia wa nje. Sasa ukiambiwa, tumia akili. Muislamu anasifika sana kwa kuchungua mambo, na ndio maana Mtume akasema idha arata an tafa'ala amran, unapotaka kufanya jambo fatadabbar aqibatahu, tazama mwisho wake, jambo hilo linaishia vipi. Fa in kana khaira famdhi wa in kana sharra fantahi. Ikiwa ni jambo lina khairi huko mwisho, basi lifanye, na kama kuna shari basi liache. Kwa hiyo tumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya afya na neema ya amani, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin.